Yanga na Mashujaa kule Kigoma wameingia kandarasi saa 9 na mechi imechezwa saa 10 na mtu akafa 5. Umeelewa mpaka hapo? Tumeshuhudia leo watu wameidiwa milioni 100. Umeelewa? Ndio maana kwa anacheza wanataka kuvunjika miguu. Nani aliyowaahidi milioni 100? Hatujajua kama ni nani, lakini kwa ujumla tumejifunza kitu. Hivi viporo vilivyobaki inabidi tufanye kazi ya ziada. Kazi gani mchungaji za ziada? Kazi ya ziada ni kuendelea kuiombea timu na tuwe makini, maana Simba ina maadui wengi sana. Wao walitegemea mechi leo tupoteze ama tutoe sare. Maana yake tukitoa sare au tukipoteza ina maana kwamba tunawapa Yanga nafasi ya kutetea ubingwa tena. Si umeelewa mpaka hapo? Hata mechi yetu ya dabi tukicheza bado watakuwa wametuzidi. Umeona hesabu zao wanazopiga. Sasa na sisi tumesema hivi, ubaya utaonekana kwa kila mechi. Ubaya utaonekana kwa kila mechi. Na Simba atashinda mechi zote, na mechi hiyo ya mwisho tunamtaka Yanga tucheze naye hata kwepa. Na kilichotokea ni kwamba Yanga washakwama. Yanga walikwama kwa Kagoma. Wakatuaminisha kwamba Kagoma ni mchezaji wa Yanga. Wakapata aibu na mikataba wakatuonyesha si ni fake. Yanga si ni klabu ya design gani? Ndio maana mimi najaribu kuomba Yanga kama wanataka niongoze Yanga hata miezi mitatu. Mchungaji upo niongoze tu kuiongoza Yanga. Naweza kaiongoza kwa kutumia zile principles za kimpira. Si umeelewa mpaka hapo? Kwa sababu vitu wanafanya vitu ambavyo sio vya kimpira kabisa. Kagoma wakasema ni mchezaji wao na mkataba akatuonyesha, akaenda Simba. Ngoma mwenyewe wakasema tukampokea airport. Ni mchezaji wa Yanga. Ikashindikana. Morrison hivyo. Wachezaji wameenda kasi, wengi sana walienda kasi, walilipwa hela na Yanga. Kwa hiyo Yanga nashindwa kuelewa ni mwanasheria au Yanga viongozi wa Yanga wanakurupuka. Unaona? Wanakurupuka kwa vitu vingi sana. Sasa walivyoenda kasi swali limerudi tena kwenye bodi ya ligi. Kwa hiyo tarehe lazima ipangwe. Kwa hiyo Yanga hawezi kuepa tena tarehe. Kwa hiyo tarehe itapangwa na mimi ninavyojua Simba akiendelea kushinda hivi Yanga hawatakubali kuja uwanjani. Na msimamo wao umekuwa ni ule kwamba hawatacheza mechi. Wameprint na t-shirt kabisa kwamba wao hawatacheza nini? Dabi. Na sheria itaruhusu kwamba Simba apewe pointi 3. Umeelewa? Apewe pointi ngapi? Pointi 3. Sasa je, bodi ya ligi wako tayari kuipa Simba? Unaona ugumu unapokuja. Bodi ya ligi wenyewe wanaogopa Yanga. Sasa wamerudishwa mpira haya, amueni. Kwa sababu kuamua sasa hivi ni kupanga tarehe ya dabi. Je, wako tayari kucheza na Simba? Wale wangekuwa mechi leo tumepoteza ama tukapoteza mechi, watakuwa tuko tayari kucheza dabi. Ila tukishinda mechi zote, si unajua mechi tukiwafunga hiyo mechi na tunatangaza na ubingwa. Kwa hiyo ndio maana tunaamua kuescape kwa njia hiyo. Sasa sisi tumeamua hivi, ubaya ambao tumeonyesha leo, tutaonyesha mpaka siku ya mwisho wa kutangaza ubingwa wa kombe la shirikisho na kombe la ligi Tanzania bara. Wao wanadai kwa performance hii ambao umeionyesha hii leo, hata uamshe majira ya usiku, wako tayari kucheza dabi dhidi ya Simba Sports Club. Kilichotokea leo, nikwambie kitu kimoja. Kilichotokea leo, nani wakaamua kucheza mpira? Mashujaa. Waache mwone kublock. Umeona? Wameblock njia hamna, ukija kiatu unatoka. Kiatu unakanyagwa unafanya nini? Ndio kitu ambacho kimefanyika leo. Ulikuwa sio mpira. Leo ilikuwa ni kuzuia, kukanyagana, kuumizana, ndio kitu ambacho wamekuja nacho. Ndio mtagundua kwamba Simba ni timu kubwa. Simba inapigwa vita, Simba imezungukwa sana lakini inapenya. Leo hatukupenya kwa bahati mbaya, tumepenya kwa kucheza mpira. Simba hilo inamsaidia mechi za kimataifa, maana Simba hana tabia za kubebwa. Refa ni kama kahusika. Nasema Simba hana tabia za kubebwa. Simba yeye kama yeye. Mechi zote anacheza kama finali. Wewe umeona sasa mpaka dakika ya mwisho. Na sheria sasa hivi dakika 90 lazima zichezwe. Hata kama ilifikia hatua mkadirei dakika 90 zitachezwa hata 140 160 lazima zichezwe. Ndio sheria sasa hivi. Kwa hiyo ndio maana leo kashangaa bao umesoma dakika 15. Maana kwa wao walikuwa wanajiangusha. Kefa Kayombo ana historia nzuri na Simba. Nasema hivi, kilichotokea leo na nyinyi mmeona watu walikuwa wanajiangusha hata kama usipoambiwa. Walikuwa wanajiangusha, wamejiangusha, refa kwa anapoteza nani muda wake. Na kilichotokea muda umetumika wote. Sasa Yanga wanaopiga kelele ni watu wa Yanga. Kwa sababu watu wa Yanga walitegemea leo tutatoa sare ili wapate unafuu. Sisi tutoe sare na mechi zote tutashinda na Simba atachukua ubingwa. Wasitarajie tutapoteza viporo vyetu. Viporo vyote Simba atashinda na ubingwa tunabeba. Unajua watu kuambia ubingwa wanaona kazi. Simba alikotoka ndio kugumu zaidi. Hata kombe la shirikisho ndio watu walikuwa wanajaribu kuelekeza. Kwamba Simba alikotoka kombe la shirikisho ndio kugumu zaidi kuliko alikobakisha. Sisi tumebakisha hatua moja tu. Kwanza tuna nishani mpaka midai. Nipigeni makofi kwanza. Mpaka midai na nishani ninayo. Na nishani hiyo nitavalishwa na engineer. Unazungumzia medali. Ni medali. Mpaka sasa hivi ninayo. Na engineer atatuvalisha siku hiyo. Hivyo itatokea. Dar es Salaam sasa napenda kama maono. Kombe siku hiyo Simba atapewa kombe mvua ikiwa inanyesha. Utabiri sasa wewe. Ndio nakueleza na utabiri hauna ulipotea. Wewe utakuwa mgeni kwenye media Mimi nimeanza kuanzia makundi nimesema yote yametokea. Sasa unasema utabiri, watu umetabiri yani safari ilikuwa ndefu kuliko tukobakisha. Mimi nitabiri mpaka Yanga kufungwa, wewe unaweza kusema maneno hayo?
Na Yanga katolewa. Wewe unaweza kusema maneno kama hayo? Simba atapokea ubingwa mvua ikiwa inanyesha. Wewe ndio unajua leo. Sisi tumesema kuanzia robo, nusu, makundi, nusu finali, robo, finali mpaka unaiona leo hii. Tushaitaja. Ndio ninachokueleza hiyo kwamba Simba siku anakabizwa kombe, mvua itakuwa inanyesha. Si unanielewa mpaka hapo? Matokeo ambayo atakayopata kwa ujumla. Sio matokeo atakayopata kwa ujumla. Simba akichukua kombe hakuna cha matokeo ujumla bwana. Sisi tunachowaza hapa Simba kuchukua ubingwa. Yaani siku hiyo ubingwa mvua itakuwa inanyesha. Nisikilize mimi. Mimi siwezi kusema kitu ikapotea na nimeanza kusema yote yametokea. Nyinyi wazoefu wa siku nyingi. Kitu gani nilisema kaenda kombo? Vinatiki. Vyote vinatiki, hakuna ambacho kimekataa. Hii mechi ya leo jamaa dakika ile ya 89 90. Anambia tunashinda, jamaa mlipata 5. Nikwambia mechi Simba anashinda. Wewe unaweza kusema hiyo kitu? Simba yeye anaiona kabisa hii. Sijui kama anaweza kupata goli. Lakini kuna kitu kinaniambia sema Simba inashinda. Simba akashinda. Unajikuta unaona tu. Mimi nikishasema kitu kinakuwa, sije kusema kitu kapotea. Vyote nilivyosema vyote vimepotea. Nilishasema Simba atachukua ataenda finali, ataenda nusu finali, ataenda robo finali. Watu wamekata tamaa, mimi nikawaamsha kwamba Simba ataenda finali. Na kweli imecheza finali. Ufiwa tu kwambia mchungaji wa Simba afanye kazi nyepesi. Sio kazi nyepesi. Nabeba kazi nzito, si mchezo. Jukumu langu nimebakisha hatua moja tu. Ya Morocco na hapa. Uchovu siku leo umechangia mchezaji kwa wachezaji. Mechi kwa Yaani kwa ujumla ni kwamba hivi, issue nzima tunahitaji pointi 3. Tulichezeje? Si ilikuweje? Si tulihitaji pointi 3. Ndio neno linaloitwa ubaya ubwela. Ubaya ubwela dakika zimeisha, hazikuisha, lazima pointi 3 tuzipate. Na pointi 3 hizi zimetusaidia sana maana Yanga mida hii hawana hamu. Walivyoona dakika 90 unajua tayari. Mungu saidia tumeshinda. Kwa hiyo wakategemea kiporo cha leo tunapoteza. Kiporo cha leo tumeshinda na viporo vilivyobakia tutashinda na Simba itakuwa bingwa wa ligi kuu. Kelele za waamuzi zilikuwa zimepotea, hatimaye leo hii zimeibuka tena. Sisi hakuna mechi ambayo tunacheza ambayo ina kelele. Mechi zetu zote tunacheza sababu tunapigwa vita. Tusichukue ubingwa. Sisi tunapigwa vita kaka, acha tu. Wewe umeona wajamaa watu wameidiwa si milioni 100. Sasa milioni unaidi ya nini? Kwa nini usiwaidi mechi za kawaida, unaidi mechi ya Simba tu? Mechi nyingi amecheza Mashujaa, kwa nini usiwaidi hela? Unaidi mechi hii ya leo. Maana yake watu wanaidi hela, Simba akwame, Yanga achukue ubingwa. Sasa mbinu zao za kizamani. Safari tumekuja kivingine. Safari sisi tuna dua, safari tuna maombi, safari tunazoa fupi, tunazoa refu, tuna mbuzi, tuna kila kitu. Hakuna kipolo kitakachochacha. Hakuna kitakachochacha kaka, nakwambia. Hiki cha leo ndio kimetuongezea safari. Jumatatu tuko hapa tena. Mpo kule Samuyo na JKT. Nakuwa inaletwa hapa. Wanasema inaletwa hapa. Mchungaji hizo taarifa ndio nasikiliza mimi. Ngome inaletwa hapa tena. Na JKT Tanzania. Ndio nakueleza. Mechi inaletwa hapa na Simba anashinda. Ndio bora ngapi? Cha Yanga ni kiporo kile nacho. Kile na kiporo zidi ya Pamba na kiporo. Kwa sababu nategemea bodi ya ligi muda wote watatangaza tarehe ya dabi. Na wale wamesema wachezi, safari wanacheza. Waliprint mpaka unajua engineer ana wakati mgumu. Kwa sababu engineer amewaaminisha wanachama wa Yanga kwamba hatutacheza nini? Dabi. Yeye na makamu wake. Umeelewa? Sahihi. Shughuli imetoka kasi. Imesema kwamba bodi ya ligi wapange tarehe. Umeelewa kazi inapokuja hapo? Sasa tarehe itapangwa. Sasa je, engineer atarudi vipi kuambia wanachama wake tucheze dabi? Mbona kazi hiyo? Na washamwambia. Ukiamua dabi unaona haumo Jangwani. Na Yanga hana utani. Wakikwambia upo Jangwani kweli haupo. Kwa hiyo sasa hapo kuna ukakasi. Tarehe ipangwe sipangwe, tarehe itapangwa. Yanga watapeleka timu au watapeleka? Huoni kwamba kama ameambiwa kuna sehemu